Msichana huyo aliweka dutu inayochokesha kulala kwenye maji ya mama yake. Alitaka kufungua kifurushi chenye muhuri cha ajabu hicho wakati mama yake amelala, kwa sababu kabla ya hapo, kila wakati mama yake alimleta mwanamume nyumbani, kifurushi chenye muhuri kingeonekana mlangoni. Wakati ulikuwa daima saa 4 asubuhi, lakini mama yake hakumwambia kamwe kugusa kifurushi chenye muhuri. Mama yake alikokota kifurushi chenye muhuri na akaandaa kurudi chumbani. Msichana huyo alitishwa na mabaki ya damu kwenye sakafu. Baada ya kulionja, mama yake alisema ilikuwa mchuzi wa nyanya. Baada ya mama yake kuondoka, msichana huyo alinusa kwa udadisi. Harufu kali ilimfanya atamani kutapika. Hiyo ilikuwa wazi damu. Msichana huyo aliamua kugundua ukweli. Alienda kwenye mlango wa chumba cha mama yake na akaangalia ndani. Mama yake alikuwa akinywa umajimaji uliotolewa kwenye kifurushi chenye muhuri. Msichana huyo alifikiri ilikuwa umajimaji wa virutubishi, kwa hivyo alihisi raha na akarudi chumbani kwake kulala. Lakini kutoka usiku huo, mama yake alianza kuwaleta wanaume tofauti nyumbani. Kwa ajili ya ukweli, msichana huyo hakulala kwa siku 3 na akawa dhaifu sana. Hata hivyo, mama yake alianza kuwa mchanga zaidi baada ya mazungumzo na kila mwanamume. Hali yake pia ilikuwa ikizidi kuwa ya hasira. Msichana huyo alifikiri yote yalisababishwa na kifurushi chenye muhuri. Siku moja, alijikusanyia ujasiri kugusa kifurushi chenye muhuri, lakini aligunduliwa haraka na mama yake. Mama yake kwa hasira alichukua kifurushi chenye muhuri kurudi chumbani. Msichana huyo alitaka kumfuata ndani, lakini alizuiliwa nje ya mlango. Alilazimika kukaa mlangoni na kusubiri. Saa 5 baadaye, mama yake hatimaye akafungua mlango. Msichana huyo alikimbilia ndani mara moja. Akawa na mawazo mengi juu ya kifurushi chenye muhuri, lakini alitafuta chumbani kwa muda mrefu na bado hakuweza kuipata. Uso wa mama yake ukawa mkali. Kulikuwa na damu kwenye kona ya mdomo wake. Msichana huyo alitambua kuwa kulikuwa na tatizo na mama yake. Alikimbia haraka nje ya chumba, lakini siri ya kifurushi chenye muhuri ilibaki akilini mwake. Kwa hivyo usiku, aliongeza dutu inayochokesha kulala kwenye maji ya mama yake. Alitaka kuchunguza ukweli wakati mama yake amelala. Wakati ulipofika, kifurushi chenye muhuri kiliibuka mlangoni kama ilivyotarajiwa. Hakuweza kusubiri kuikifungua. Matokeo yake, aligundua kuwa mfuko mweusi ndani ulikuwa na kiumbe hai. Msichana huyo aliogopa sana hadi akaruka nyuma mita 300 mara moja.